Awali ya yote nitumie nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uzima na afya, na hatimaye leo tupo katika kikao cha kujadili na kupitisha Finance Bill. Mheshimiwa Spika, nitumie pia nafasi hii kuwapongeza Waziri wa Fedha na naibu mawaziri wake, watendaji wake kwa namna ambavyo wameshirikisha wadau mbalimbali na hatimaye wametuletea muswada huu wa sheria ya fedha. Mheshimiwa Spika, mantiki ya kuwa na sheria ya fedha ni kuhakikisha tunakusanya mapato bila mabavu, ni kujihakikishia kwamba tunakuza uchumi, ni kujihakikishia kwamba tunaongeza walipa kodi. Mantiki ya kuwa na sheria hii si kutengeneza maaskari. Mantiki ya sheria hii si kwamba kuna wahalifu alafu kuna maaskari. Nafurahi kuona mwenendo wa sasa wa TRA kwa maelekezo ya Daktari Samia Suluhu Hassan aliyoyasema kwamba isikusanywe kodi kwa mabavu, isikusanywe kodi ya dhuluma. Nampongeza sana Kamishna Mkuu wa TRA, naona anakwenda kwa mwenendo huo na anayaishi maneno hayo. Basi muswada huu kwa mantiki hiyo unatakiwa ulenge kuongeza wigo wa kodi na sio kuongeza mzigo kwa mtu yule anayetozwa kodi. Lakini pia mantiki ya muswada huu inatakiwa ituondolee kodi na tozo sumbufu zinazokinzana na biashara, zinazokinzana na uzalishaji. Lakini pia muswada huu unatakiwa uwe unaimarisha mifumo ya kiteknolojia kama IDRAS, ETS, matumizi ya EFD. Kwa hiyo ukiutazama muswada huu unatakiwa uwe ni muswada unaoenda kusaidia, si muswada unaoenda kupunguza kasi ya ukusanyaji wa mapato. Baada ya utangulizi wangu huo, Mheshimiwa Spika, nijielekeze mchango wangu katika maeneo makuu manne. Eneo la kwanza, Mheshimiwa Spika, nizungumzie sheria ya VAT sura 148. Maboresho yaliyoletwa na serikali yamedhihirisha kwa uwazi kabisa, pasi na shaka, dhamira njema, makusudio mema, mapenzi mema ya serikali yetu kwa wafanyabiashara, kwa wajasiriamali, kwa walipa kodi, kwa namna ambavyo imeshauri kupunguza muda wa ulipaji wa marejesho ya VAT kutoka siku 90 za sasa kwenda siku 30. Hili ni jambo jema kabisa kwa kila mtu anayewatakia mema wafanyabiashara, anayetakia mema serikali yetu, ni jambo jema kabisa. Lakini jambo hili lazima nilizungumzie kwa kutumia facts tatu, halafu nitakuja kujenga hoja yangu. Kwanza, tufahamu kabisa kumekuwa na changamoto kubwa sana ya watu kutengeneza risiti fake, ghost receipts. Lakini papo hapo katika hizi siku 90 tumekuwa na changamoto kubwa ya serikali kulipa hawa wanaodai haya marejesho. Lakini la tatu, tumekuwa na changamoto kubwa ya mkinzano, hii nadaiwa, hii sidaiwi. Lakini kwa sababu serikali imekuja na mfumo mpya mzuri wa IDRAS wa kuyatambua haya yote kwa wakati, mfumo huu kama tulivyofahamishwa umeanza mwezi wa pili. Mimi ni shauri na nashauri kwa nia njema kabisa, isije kuwa jambo hili limewekwa na serikali kwamba sasa watalipa kwa siku 30 na zaidi ya siku 30 italipa riba. Isije kuwa jambo hili tumejiwekea kama kichaka cha kuhakikisha watu sasa wanalipwa riba na serikali kaanza kupata mzigo mkubwa. Tutambue tuna mariba mengi sana ya wakandarasi wanaotakiwa kulipwa ndani ya muda, hawalipwi ndani ya muda. Tumelalamika sana humu kwamba kuna riba nyingi zinalipwa kwa wakandarasi. Sasa hiki kisije kuwa kichaka. Niombe serikali yangu kwa nia yake njema hii iboreshe mfumo wa IDRAS, iboreshe mfumo wa utambuzi
wa hawa wanaotakiwa kulipwa, iondoe ghost receipts masokoni. Ikishajiimarisha maeneo hayo, inaweza ikarudi taratibu kutoka siku 90 ikaja 60 ikaja 30 kwa kadri ya hali halisi. Hatutarajii serikali yetu ikapata mzigo mkubwa wa riba ikashindwa kutekeleza miradi ya wananchi kwa ambao sisi tumekuja hapa kuwatetea. Kwa hiyo niombe serikali pamoja na nia yake njema hiyo iende taratibu kuweza kusimamia sheria hii, isimame kwenye siku 90 na wateja wote walipwe ndani ya siku 90 bila kutengeneza deni lolote. Jambo la pili, Mheshimiwa Spika, nizungumzie sheria ya Benki Kuu sura 197. Nimefurahishwa sana na namna serikali ilipokuja na mapendekezo ya kupunguza overdraft ya mapato halisi kutoka 18% kwenda 14%. Ni jambo zuri kwa sababu inaonyesha wazi serikali inakwenda taratibu kuimarika katika ukusanyaji wa mapato, inakwenda taratibu kuimarika katika kujitegemea. Lakini kifungu cha kanuni namba 69 kinachoeleza kwamba hata serikali ikipata dharura yoyote haiwezi tena kurudi BOT ikishakuwa imefikia ukomo wa 14%. Mambo matatu tu yazingatie katika hili. Moja, misaada na mikopo imepungua, na hata hiyo ambayo imepungua haitabiriki. Lakini la pili, bajeti tuliyokuwa nayo leo hii tunayojadili imekuwa kwa zaidi ya 10.3. Lakini la tatu, serikali ninayoitambua mimi haijawahi kumisuse kifungu hiki cha 69. Serikali hii ni ya kwetu, mapato haya ni ya kwetu, Benki Kuu ni ya kwetu. Niombe tusimame na hizo 14%, lakini tuiache kifungu hiki kama kilivyokuwa, ili kunapotokea majanga, dharura ambayo serikali haina namna, iweze kutumia zaidi ya kiasi cha 14%, kisha itakuja hapa bungeni na kutueleza. Lakini tukijifungia kabisa na nchi yetu, ni kana kwamba tunataka sasa kujikaanga na mafuta yetu, tunataka kujikwamisha na mwisho tutakwamisha maendeleo. Kwa hiyo kifungu hiki twende nacho kama kilivyo. Sina tatizo na kutoka 18% kwenda 14%, na hata baadaye tukiendelea kushuka mpaka kufikia tarakimu moja, ni jambo jema kabisa. Jambo la tatu, naipongeza serikali yangu kwa sheria ya sura 170, sheria ya reli, na sheria ya barabara na mafuta sura namba 220. Jambo la kuamua 70% iende kwenye mifuko yenyewe ya mapato haya, 25% ibakie kwenye mifuko mikuu. Hii tafsiri yake ni nini? Tumekuwa tukilia sana hapa kwamba wakandarasi hawalipwi, wazabuni hawalipwi, watoa huduma hawalipwi. Kwa maboresho haya sasa, ni wazi kwamba sasa serikali imeamua kuondokana na madeni ya wakandarasi, kuondokana na madeni ya wazabuni, kuondokana na madeni ya watoa huduma na kupeleka kasi kubwa ya utekelezaji wa miradi. Hii ni nia njema kabisa, naipongeza na naona kwamba hii ni mageuzi makubwa. Eneo la 4 na la mwisho, Mheshimiwa Spika, nataka nilichangie kwa kusema mama pekee, na mnukuu Mheshimiwa Hamad Hassan Chande, naibu waziri wa maliasili, pale anapopenda kusema mama pekee duniani ndio mtu anayejua kilio hiki cha mwanangu kinasababishwa na nini na dawa ya kilio hiki ni nini. Mama amejua Watanzania wanahitaji tabasamu, na tabasamu hili amelionyesha kwa maeneo 6 na zaidi kwenye mswada huu wa sheria. Kwanza, kukubali kuondoa tozo ya 1% ya mazao. Huu ni upendo mkubwa kwa mama. Anajua wazi Watanzania wengi wapo kwenye mazao na ameridhia kuondoa tozo hii ya 1%. Jambo la pili, amekubali kuondoa ushuru wa 5% kwenye bodaboda. Anajua mama wananchi wengi wanyonge ni mabodaboda, amekubali kuondolea mzigo huu. Haya ni mapenzi, hii ni tabasamu ambayo mama anaendelea kuipeleka kwa Watanzania. Lakini jambo la tatu, kodi ya mfanyabiashara anayeanza sasa, mjasiriamali mdogo, mwaka mzima atafanya biashara yake pasi na kulipa kodi. Haya ni mageuzi makubwa. Mara kadhaa wabunge wamekuja wakiuliza hapa kwamba watu baada ya miezi 3 wanatakiwa alipe kodi, hajaanza biashara anatakiwa tax clearance alipe kodi na mambo kadha wa kadha. Lakini mama kwa utashi wake, kwa mapenzi yake, kwa huruma yake ya kimama, ameona kwamba aondoe kodi hii mwaka mmoja, mtu aweze kufanya biashara kwa uhuru. Lakini jambo la 4,
ona hapa kwamba serikali imeridhia kuondoa shilingi 10 kwenye sukari inayozalishwa ndani ya nchi. Haya ni mapenzi makubwa. Sukari hii inatumika na kila mtu, lakini mbali na kila mtu, mama ntilie wengi lazima watumie sukari hii. Amekubali daktari kuyasamea mapato haya, lakini alete furaha kwa wananchi wa Tanzania. Lakini jambo la 5, amekubali kuongeza 5% ya mapato ya ndani. Hii 5% iende ikajenge miundombinu wezeshi, iende ikajenge masoko, iende ikajenge majosho, iende ikajenge vitu ambavyo wajasiriamali wetu, wakulima wetu, wavuvi wetu, wafugaji wetu vitawasaidia kule kwenye halmashauri zetu. Haya ni mambo ambayo tumekuwa tukisumbuana nayo sana na serikali kuhitaji vitu hivi. Sasa tumetengewa 5% viende vikawasaidia wananchi. Tunataka mapenzi gani kutoka kwa Daktari Samia Suluhu Hassan? Hivi watu wanaokaa kwa ujasiri kabisa na kumlaumu Daktari Samia Suluhu wanatumia kitu gani kuwaza? Lakini ukiwaza kwa kutumia akili ya kawaida utabaini kwamba Daktari Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais, ana mapenzi ya dhati, anawapenda Watanzania, anawahurumia na anataka wafikishe kwenye maendeleo ambayo hawajawahi kuyaona tangu nchi hii imepata uhuru. Lakini la mwisho la Daktari Samia Suluhu Hassan, ameonyesha mapenzi makubwa kwa wavuvi. Kodi zote zilizokuwa zimependekezwa kupandisha amekubali zisipandishwe, zibakie kama zilivyo, ili maisha bora yaendelee kwa Watanzania, wavuvi, wakulima na wafugaji. Mheshimiwa Spika, kwa haya machache naomba kuunga mkono hoja kwa 100%. Huu muswada ni mzuri na unaenda kutufikisha katika nchi ya ahadi. Asante sana Mheshimiwa Spika. Hoja. Mheshimiwa Spika, naomba nitangulize shukrani zangu kwako kwa uongozi wako katika kipindi chote hichi cha mjadala wa bajeti na katika bunge hili la 3 katika bunge la 13. Mheshimiwa Spika, naomba kabla kujibu hoja mahsusi ambazo zimejitokeza katika mjadala wa mswada wa fedha wa mwaka 2026, naomba nizungumzie mambo matatu ya jumla ambayo yamejitokeza katika mjadala wetu. La kwanza, naomba niseme kwamba vikao vyetu vya serikali na kamati ya bajeti vilikuwa ni vikao vya uwazi, vikao ambavyo vimeendeshwa kwa ufanisi na vikao ambavyo vimesaidia sana kufanya marekebisho ya makubaliano baina ya serikali na bunge lako hili. Mheshimiwa, kuna mambo ya muhimu ambayo tuweza kufikia makubaliano kwa haraka, mojawapo likiwa ni masuala ya mikataba ya madini, framework agreements, ambayo jana niliwashukuru sana Mheshimiwa Profesa Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anashughulikia sera, uratibu, bunge pamoja na watu wenye ulemavu, pamoja na Mheshimiwa mwanasheria mkuu, ambao walikuja kwenye kamati na kutoa maelezo ya kina ambayo yalisaidia sana utendaji wa kamati. Pili, kutokana na mambo mbalimbali katika mswada huu wa sheria ya fedha ambayo vile vile tuliweza kufikia makubaliano kwa haraka. Nalisema hili kwa sababu naona kama sifa nyingi zililetwa kwangu mimi kama waziri msikivu, lakini sifa za serikali, tulifanya kazi kwa pamoja kama serikali, tulifanya kazi kwa uwazi na kamati, na ilisaidia sana, naamini ilisaidia sana kwa sababu kamati yenyewe inaundwa na wabunge wengi kutoka chama kimoja, chama tawala, chama cha CCM. Kwa hiyo inawezekana huko mbele nafikiri itakuwa ni jambo zuri kila wakati bunge linapokuwa na wabunge kutoka chama cha CCM, makubaliano nafikiwa kwa haraka zaidi. Jambo la pili, Mheshimiwa Spika, ni suala la sheria ya Benki Kuu. Na nalisema hili kwa sababu leo wakati nikija hapa bungeni nilikuwa nasikiza mjadala fulani katika redio moja maarufu ya Dar es Salaam. Naona kama lilikuwa linajadiliwa sivyo vile ambavyo kwenye bunge limewasilishwa. Ilikuwa inazungumzwa kwamba hoja ya serikali imepigwa na chini bungeni, na hili ndio bunge ambalo tunalitaka, kwamba serikali ilikuwa inapendekeza kukopa Benki Kuu na bunge limekataa. Sasa niliona niliweke sawa hili Mheshimiwa Spika, kwamba mambo ambayo yalipendekezwa na serikali yalikuwa ni mambo mawili kwenye mswada wetu wa sheria ya fedha ya mwaka 2026. La kwanza ni kupunguza, wenyewe serikali ilipendekeza na hatimaye kwenye kamati tumekubaliana kupunguza kiwango cha ambacho serikali kinaweza kuchukua kama
mkopo wa muda mfupi overdraft kutoka Benki Kuu. Benki Kuu ndio benki ya serikali, ni banker of the government. Benki Kuu ndio benki ya serikali. Kwa hiyo akaunti zetu tunaweka kwenye benki yote, benki kuu ambayo ndio benki yetu, na tunapokuwa na dharura tunahitaji kupata mkopo wa muda mfupi, kwa serikali imekuwa ikichukua mkopo. Kiwango chetu kilikuwa ni 18%, fursa ambayo tunayo kuchukua hadi 18% ya mapato ya mwaka uliotangulia wa fedha. Kwa hiyo sisi kama serikali, katika azma ya kuimarisha nidhamu yetu wenyewe ya kutumia, tulikuja na pendekezo la kupunguza ukomo huu, tusifikie 18%, lakini badala yake tufikie 14% pekee. Hili lilikuwa pendekezo la kwanza. Pendekezo la pili ilikuwa ni kurekebisha kifungu cha 69 kwa kujiwekea serikali kujiwekea masharti pale tunapohitaji kukopa kwa mambo mengine zaidi ya overdraft. Kwa hiyo pamoja na kwamba sheria inaturuhusu kukopa, tulitaka tujiwekee masharti magumu zaidi, tuweke mazingira ambayo serikali itakwenda kukopa Benki Kuu pale tunapohitaji. Lakini baada ya kuzingatia pendekezo la awali na kukubaliwa na kamati ya bajeti, kamati ikasema kuenda nayo haya mawili sambamba yanaweza yakaathiri utendaji wa serikali. Kwa hiyo badala ya kukubali mapendekezo ya kifungu cha 69, kamati ikasema hiki tukiondoe, tubaki na pendekezo moja ili tusije tukaikwamisha serikali. Kwa hiyo bunge halikupiga na chini mapendekezo ya serikali. Bunge limekuwa makini zaidi kuisaidia serikali kuweza kuendesha shughuli zake kwa namna ambayo itahitajika pale ambayo itahitajika kuchukua mikopo. Jambo la tatu ambalo limezua mjadala bila shaka hapa ndani na nje kidogo ya bunge ni suala la bodaboda, na limejitokeza takriban waheshimiwa wabunge wote wameliongea, na nikaona vile vile nichumie muda wako kidogo Mheshimiwa Spika kutoa ufafanuzi kidogo. Kwanza, serikali haikupendekeza kutoza kodi kwa waendeshaji wa bodaboda. Haikupendekeza. Katika mswada tuliokuja nao, serikali haikupendekeza kutoza kodi kwenye waendeshaji wa bodaboda. Sheria ya fedha ya mwaka jana, mwaka 2025, ambayo ilipitishwa na bunge lako hili tukufu Mheshimiwa Spika, ilifuta kodi kwa waendesha bodaboda ambayo ilikuwa shilingi 65,000 kwa mwaka. Kwa hiyo mwaka jana ilifutwa, na mwaka huu hatukupendekeza kodi kwa waendeshaji wa bodaboda. Badala yake tulipendekeza mambo mawili ambayo yalihusu zaidi waingizaji wa pikipiki. Sio kila pikipiki inayoingia nchi hii inakwenda kutumika kwa ajili ya bodaboda. Tulipendekeza mambo mawili kwa waingizaji wa pikipiki. Mosi, kuweka 5% ya ushuru wa bidhaa, ndio pendekezo letu la awali, wakati pikipiki zinaingia, na pikipiki ambazo zinatumia mafuta ya bidhaa za petroli. Kwa mafuta ambayo yanatumia gas, natural gas, na zile za umeme haikupendekezwa, na azma ilikuwa kuanza kushajiisha kuingiza zaidi pikipiki zile na hatimaye kupunguza gharama kwa uendeshaji wa bodaboda. Pendekezo la pili lilikuwa ni kwenye usajili wa bodaboda, pikipiki zinavyoingizwa, kuongeza ada ya usajili kutoka shilingi 95 hadi kufikia 150,000. Kwa hiyo haikupendekezwa kuongeza kodi kwenye bodaboda, na kwa sababu serikali hatimaye imekuja kukubaliana na mapendekezo ya kamati ya kuondoa 5% ya ushuru wa bidhaa iliyopendekezwa, serikali imesacrifice takriban shilingi bilioni 30 ambazo zilikuwa zinatarajiwa kukusanywa kutokana na kianzio hiki. Kwa hiyo hii ni sacrifice kubwa ambayo serikali imefanya. Tunakokwenda tutakuja kuangalia zaidi, kujaribu kuifungua biashara ya bodaboda, tuangalie namna inavyoendeshwa. Tunafahamu kwa sasa hivi kwa sehemu kubwa ina maeneo mawili, moja wamiliki na pili waendeshaji, na hili nafikiri linahitaji kuja kutizamwa. Kuna mikataba maalum tunafahamu baina ya wamiliki na waendeshaji wa bodaboda. Mwendeshaji anapaswa alipe shilingi 10,000 kwa mmiliki kila siku. Kwa hiyo ukiangalia kwa miezi 18 ya mikataba ni takriban karibu shilingi milioni 6 hivi. Kwa hiyo nayo tutakuja kuangalia jinsi gani ya kwenda nayo. Haya mambo matatu nilisema niatolee ufafanuzi wa awali. Alafu kwa haraka haraka nizungumzie mambo mawili kwenye kamati ya bajeti. La kwanza ni kwenye kanuni, ambapo kwenye mswada kule kuna kanuni. Tumepokea mapendekezo ya kamati ya bajeti Mheshimiwa Spika, lakini kwenye mapendekezo yake kwenye kanuni za uvuvi, mapendekezo matatu, naomba nilizungumzie moja. Kamati imependekeza kutoongeza ada ya kila mwaka ya leseni ya vyombo vya uvuvi ya shilingi 400,000. Hapa niseme kilichopendekezwa ilikuwa ni leseni ya kila mwaka
kwa boti ambazo zinatumika kwenye sport fishing. Kuna boti za uvuvi na boti za michezo ya baharini. Uvuvi wa michezo, Mheshimiwa Said El Mbarak anajua vizuri, wale ambao wapo kwenye sekta ya utalii wanafahamu vizuri. Kuna boti ambazo watalii wetu wanakwenda kwa kufanya game fishing, uvuvi wa michezo, ambao wanalipishwa kuanzia $500, $800 na wengine zaidi ya $1000 kwa siku. Kwa hiyo hawa ndio ambao wamependekezewa kuongezewa leseni zao kufikia shilingi 4,000 kwa mwaka, sio boti za uvuvi. La pili ni pendekezo la kamati la kuanzishwa mfuko wa maendeleo ya umwagiliaji na mfuko wa maendeleo ya mifugo. Mheshimiwa, hili tumelizungumza vizuri kwenye kamati, tumelipokea. Tulichoahidi ni kwamba ni jambo ambalo linahitaji jambo la kisera. Kimsingi tumelikubali, lakini bado linahitaji ndani ya serikali tuzunguze sekta zote na hatimaye tutakwenda nalo. Mheshimiwa Abbas Arimba tunamshukuru sana, alikuwa na mapendekezo makubwa mawili. Moja, la kuhakikisha kwamba tuna mfumo wa kodi ambao uko stable, haubadiliki sana, na hiki hasa tumekuwa tukitumia utaratibu huu kwenye kodi ambazo kiwango chake ni specific, kwa maana ya kwamba ama ni kwa lita au kwa mita au kwa unit yote, badala ya kutumia kiwango ambacho ni ad valorem kwa maana ya pasenti ya thamani, na ni utaratibu ambao umekuwa ukitumika. Alipendekeza vile vile kuendelea kutumia maafisa ya kodi katika maeneo. TRA wanayo block management system ambayo itasaidia. Mheshimiwa Said El Mbarak amezungumzia, alikuwa na hoja muhimu zaidi mbili, niseme au tatu. Moja, alizungumzia swala la sukari, pendekezo la kubadilisha baada ya majadiliano baina ya serikali na kamati kwenye eneo la sukari, ilikubalika kuondoa ile pendekezo la kutoza shilingi 10 kwa kilo ya sukari inayozalishwa ndani ya nchi na badala yake hamishiwe kwenye sukari ambayo inakuwa imported. Tuseme kwamba kwa kiasi kikubwa Tanzania imeendelea kutegemea sukari ambayo inazalishwa ndani ya nchi. Sukari kutoka nje inaingizwa pale tu kuna upungufu, pale tu ambapo kuna upungufu, kuna gap katika mahitaji na uzalishaji wetu wa ndani, na hii katika hali ya kawaida ingetozwa ushuru wake kwa mujibu wa makubaliano kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki ni ama 100% ya thamani yake au $460 kwa tani, kutegemea kipi kinatupa mapato makubwa zaidi. Lakini kwa sababu kinatumika only wakati wa upungufu, tumekuwa tukitumia 35%. Kwa hiyo hichi haitakwenda kuongeza gharama, bado tutaendelea kutumia 35%, na hiyo shilingi 20 iliyoongezwa bila kufuata vile viwango vya Jumuiya ya Afrika Mashariki vya 100% au $460 kwa tani. La pili ilikuwa ni swala la ongezeko la tozo kutoka 10% hadi 25% kwenye magurudumu ya pikipiki. Hii Mheshimiwa, sio pendekezo jipya, tulionyesha katika mswada ule kwamba kuna mapendekezo ambayo yamekuwepo yakitekelezwa katika Jumuiya ya Afrika Mashariki na ambayo kila mwaka yamekuwa yakiendelea kwa mwaka mmoja. Kwa hili sio pendekezo jipya, huu ndio taratibu ambao unatumika hivi sasa. Jingine ilikuwa ni ushuru wa bidhaa kwenye uingizaji wa magari chakavu, ambalo pia limejitokeza kwa baadhi ya waheshimiwa wajumbe, na kama ambavyo tulieleza jana na kamati ya bajeti ilikuja kueleza, baada ya kuzingatia eneo hili, serikali na kamati ilikubaliana kupunguza viwango ambavyo vilipendekezwa na serikali. Pale ambapo serikali ilipendekeza 20%, tumekubaliana na kamati iwe 18%. Pale ambapo ilipendekezwa 40%, tumekubaliana na kamati iwe 35%, na pale ambapo ilipendekezwa na serikali kwa 50%, tumekubaliana itakuwa 40%. Kwa hiyo tayari hoja ya Mheshimiwa Said El Mbarak imezingatiwa. Mheshimiwa Dr. Regina Malima alitoa mawazo mbalimbali, tulishayaongea na tumekubaliana kwamba yale ambayo ameyatoa tutakwenda kuyatazama wakati mwingine utakapofika. Kulikuwa na hoja mahsusi ambazo tunategemea zitakuja kujitokeza wakati tunapitisha kifungu kimoja, zimewasilishwa na Mheshimiwa Ado Shaibu Ado. Tunamshukuru sana kwa mawasilisho yake. Naomba nizungumze moja. Alipendekeza kufuta ibara ya 5 ya mswada, ambayo hii ilipendekeza ni ile ambayo imezungumzia kifungu cha 69 cha sheria ya Benki Kuu, na kama ambavyo nimeeleza tayari tumekubaliana na mapendekezo ya kamati kuondoa pendekezo hili la kuweka kifungu cha 69, kwa hiyo itakuwa imeondoka.
La pili ilikuwa ni ibara ya 7, nayo alipendekeza kufuta mapendekezo ya kifungu cha 13 kifungu kidogo cha 3. Ibara hii, Mheshimiwa Spika, iliweka sharti la uthibitisho wa malipo ya kidijitali kuwa ni rejea lazima pale ambapo inatumika kwenye maombi ya uhamishaji wa baadhi ya mali kubwa, hasa zile ambazo kama vile ardhi, majengo na vyombo vya moto. Mheshimiwa Ado alipendekeza sharti hili liondoshwe. Tunachohitaji Mheshimiwa Ado ni kwamba tuanze kutoka kwenye uchumi ambao unategemea cash, fedha taslimu, tuelekee kwenye uchumi ambao kwa kiasi kikubwa hautumii tena fedha taslimu na kuna faida zake kubwa. Nilikuwa naambia wenzangu, mimi nimekaa China miaka 2+, sikuwahi kutumia cash hata siku moja. Hata siku moja. Ni QR code, ukimpa hata omba ukitaka kumsaidia wala humpi cash vile vile. Anakuambia WeChat yangu hii, Alipay yangu hii, mnamalizana unaondoka. Nimekwenda magengeni kununua, sikuwahi kutumia cash. Tunakotaka tuelekee Mheshimiwa Ado ni huko, tuanze kupunguza hatua kwa hatua matumizi ya fedha taslimu. Kwenye mambo haya makubwa tunaamini jambo ambalo linawezekana. Pendekezo lake jingine lilikuwa ni kufuta ibara ya 9D kifungu kidogo cha kwanza Roman 1, ambayo ibara hii ilipendekeza kiwango cha ushuru wa bidhaa kwenye magari yanayotumika, ambayo nimeshatolea maelezo kwenye mchango wa Mheshimiwa Said Ali Mbaru. Kwa hiyo kwa sababu ya muda sitarejea tena. Alipendekeza vile vile kufuta ibara ya 10 ambayo hii ilihusiana na masuala ya kuweka kifungu cha 140 kifungu kipya cha 146B kuwezesha utoaji wa misamaha ya ushuru wa bidhaa katika framework agreements. Nalo hili tulishalizungumza kwa upande wa kamati ya bajeti, na serikali imefanya marekebisho ambayo yapo kwenye kipengele B cha jedwali ya serikali ya kufanya marekebisho kwa misamaha na